Mimi ni Awadhi Rashidi na nichukue nafasi kukualika katika matangazo ya mchana rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Miongoni mwa utakayoyasikia ni pamoja na serikali ya zamani ya Bangladesh iliyoondolewa madarakani kupitia maandamano ya kizazi cha Gen Z imesema Marekani ilifadhili vurugu za vijana kupitia shirika lake la misaada la USAID, na familia ya rais wa zamani Bill Clinton. Some NGOs, especially from the United States. Baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka Marekani kama USAID na IREI yalikuwa yakiendesha kampeni dhidi ya serikali yetu tangu mwaka 2018. Since 2018, and there is a nexus between the Hillary Clinton family, the Clinton family. Na pengine kundi la waasi wa RSF linataka nini hasa katika mapigano ambalo limekuwa likiendeleza huko nchini Sudan? Kumekuwepo na hizi tetesi au kauli za kwamba huenda hatua hii iliyochukuliwa na kundi la RSF la kuunda serikali mbadala na ile ambayo inatambuliwa kimataifa ya General Abdul Fattah al-Burhan ikawa nayo ni hatua ya kuelekea kutaka kuimega tena Sudan kwa eneo la magharibi hilo la upande wa Darfur kuweza kujitenga na pengine hata kujitangazia taifa lake. Na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema yoyote atakayejaribu kuchezea amani ya nchi yake atakiona cha mtema kuni. Hiyo ni baada ya kuwazuilia wanaharakati wawili wa Kenya kwa siku 39 katika friji huko nchini Uganda. Here of course we have very good intelligence. We know them. Like for instance, we have got 2 Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Na matangazo haya unayapata kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Arusha One Radio katika kurasa Facebook pamoja na YouTube, ambapo huko tuko mbashara. Tuanze basi na tuanzie katika eneo la Maziwa Makuu, ambapo rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametoa onyo kali dhidi ya kuingiliwa kwa mambo ya ndani ya taifa hilo na watu kutoka nje, akisema kwamba baadhi ya nguvu za kigeni zinajaribu kudhoofisha taifa lake kwa sababu anahofia ukuaji wa viwanda katika taifa hilo na uzalishaji wa mafuta utakaoanza hivi karibuni. Rais Yoweri Kaguta Museveni ameyasema hayo siku moja baada ya kukiri kwamba aliwateka nyara wanaharakati wawili kutoka nchini Kenya waliokuwa wakifanya kampeni na mgombea wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Mwanahabari wetu Aminieli Samuel ameandaa ripoti hii. Rais Museveni amesema hayo katika mahojiano maalum na waandishi wa habari waandamizi nchini Uganda akiwa katika mji wa Mbale mkoani Bugisu, anakoendelea na kampeni za kutaka kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa Uganda mwaka 2026. Watoto wengi walipotoshwa nchini Tanzania na nchi nyingine zinazochanganywa na nchi za Ulaya ambazo kiukweli zinaogopa maendeleo ya Uganda. Hapa viwanda vyetu vinakuwa, mafuta yetu tunachimba, na wanataka kudhibiti rasilimali za Afrika. Lakini lazima niwaonyeshe wale wanaowachanganya wengine kuwa tutawaangamiza, alisema kwa msisitizo. Rais Museveni alisisitiza kuwa amani na utulivu ndio msingi wa mafanikio ya Uganda chini ya chama cha NRM, akibainisha kuwa mshikamano na nidhamu vimewezesha nchi kujenga taasisi za kitaifa zenye nguvu. Kipaumbele chetu cha kwanza ni amani. Tulianzisha amani kwa sababu hatuamini siasa za utengano. Ndio sababu tumeweza kujenga jeshi la taifa lenye nguvu linaloweza kulinda nchi yetu, alisema Rais Museveni. Akichunguza asili ya vuguvugu lake la NRM mwaka 1965, Rais Museveni alisema harakati yake ilibuniwa kama jibu kwa siasa za utambulisho ambazo ziligawanya Uganda kulingana na makabila na dini zao. Tunachojali ni wananchi wetu wapate mahitaji yao, si kwa misingi ya makabila yao. Ufanisi huu unatokana na uzalishaji wetu na si utambulisho wa kikabila, alisema Bwana Museveni. Rais Museveni alibainisha kuwa falsafa ya chama chake cha NRM inategemea nguzo kuu ambazo ni amani, maendeleo, uundaji wa utajiri na ujumuishaji wa kikanda. Wakati makundi ya kikabila yaliposhindwa na Amin kuingia madarakani, tuliamua kupigania Uganda mpya iliyojengwa kwa mshikamano na malengo. Rais Museveni alisema Uganda imepata mafanikio makubwa katika miundombinu ikiwemo barabara, umeme na shule, lakini umasikini bado upo katika baadhi ya jamii kwa sababu watu hawajakubali kikamilifu kuanzisha shughuli za kuwapa utajiri. Afrika imekuwa na idadi ndogo ya watu kwa muda mrefu. Watu wanaweza kuishi bila maendeleo hadi viongozi kuamsha. Ndiyo nilivyofanya kule Banyankore, alisema. Rais Museveni badala yake amewahimiza vijana kuunda ajira kupitia kilimo cha biashara, teknolojia, habari na mawasiliano badala ya kutegemea ajira za serikali.
Kabla ya ukoloni, Afrika ilikuwa na vipaji, lakini wakoloni waliwapeleka watu kwenye utawala. Lazima mjue, ajira zinatokana na uzalishaji, si ofisi za serikali, alisema. Rais Museveni alitangaza mpango wa fedha utakaounga mkono wahitimu wa vyuo vikuu kuanzisha biashara ndogo ndogo na ahadi ya kuendeleza miradi ya kuongeza thamani katika kilimo, hasa uchakataji wa kahawa. Hakuna atakayejaribu kuturudisha nyuma. Yote atakayejaribu atashughulikiwa, alisema, akirejea dhamira yake ya kuhakikisha utulivu wa taifa. Nikiripoti Rubaza Kimataifa, mimi ni Aminil Samuel. Ni taarifa Aminil Samuel hiyo kutoka huko nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni ametoa onyo kali dhidi ya kuingiliwa kwa mambo ndani ya taifa hilo na watu kutoka nje, akisema kwamba baadhi ya nguvu za kigeni zinajaribu kudhoofisha taifa lake kwa sababu anahofia ukuaji wa viwanda vya Uganda na uzalishaji wa mafuta utakaoanza hivi karibuni. Sasa hivi majuzi pia Rais Yoweri Kaguta Museveni alifanya mahojiano na shirika la utangazaji nchini Uganda, ambapo alikiri kwamba serikali yake iliwazuia kwa takriban siku 39 wanaharakati wawili wa Kenya ambao walikuwa wakifanya kampeni na mgombea wa upinzani Robert Chagulanyi. Hatua hiyo Rais Museveni kukiri hadharani kwamba alishikilia wanaharakati hao wa Kenya iliibua hali ya kutoelewana kule nchini Kenya, na baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wakawa na maoni mseto. Ni kitu mbaya sana, inashangaza, kitu ya aibu mtu kama president kukuja na kusema ya kwa walikuwa wamebaka ama wako na Wakenya wawili. Kuna mahali penye alisema kwa fridge. Hiyo kitu haikuji vizuri kwa Afrika, kwa Kenya, haswa Kenya. Kenya tumeonekana ni kama hatuna nguvu, na hakuna mtu yoyote ama wa serikali ambaye ashatoka kuhukumu jambo kama hilo. Wengine wanasema ni vizuri sana, tena wakipata wengine wabakwe. Lakini hiyo si jambo la kwanza kufanyika nchini Uganda. Hii sasa ni kutoa tu mfano, lakini kuna wengi ambao hatujui wako wapi. Wengi kutoka mwaka 2019 walianza na John Bosco Chibalama, hadi saizi hatujui ako wapi. Juzi hapo tu katika parliamenti ya Uganda walikuja na list ya wale watu ambao wenye wamezuiliwa karibu 18 na wakasema wako nao. Hadi saizi tunauliza wako wapi? Inchi inaelekea wapi? Kama minister mwenyewe anaweza sema John Bosco tuko naye, so tunauliza kama yeye alisema John Bosco tuko naye, saizi bibi yake ameuliwa, juu ya kuuliza John Bosco ako wapi, pia si tunauliza ni nani ameua huyo mwanamke. So jambo la Museveni, it is a threat kwa border nchi zetu, na Museveni ametuonyesha ni kama anaweza take over hata Kenya. Kama kuna watu hapa wenye ambao anaweza toa sauti yao na waongee ambao yale ambao kijana Museveni anaweza tamka. Tukumbuke kijana Museveni ashai tweet akisema anaweza ingia hapa Nairobi, kama statement yangu iko vizuri, anaweza ingia na Occupy hapa Nairobi. Kuna mbunge, hakuna mtu yoyote hata kwa parliament yetu alitoka kuongelea mambo kama hiyo. Ukiangalia kwanza Museveni mwenyewe hata kwa maneno yake alisema ya kwamba wale vijana ama kina Bob Njagi na Nicholas Oyoo waleko kwa fridge. Hiyo yenyewe ukiangalia hata mmoja kuna ile freedom against torture. Hiyo inamaanisha kwamba uliwapeleka pale kwa torture. Hata yale maneno walikuwa wanafanya pale, sasa what I would say, naweza sema kwamba ni zile crimes against humanity. Mtu kama Museveni ni wale watu wanafaa kuwa wanapelekwa kwa ICC. Unajua kuingiza binadamu kwa fridge, binadamu anafaa kuwa kwa fridge yule ambaye labda amekufa, si binadamu ambao yuko hai ambao anamchukua na muingiza kwa fridge, na yeye mwenyewe ni rais wa nchi anasema hivyo. So ukiangalia labda ushirikiano wa marais wa Afrika Mashariki ni wa kukiuka nidhamu na wa kukiuka katiba, na wazingatia hata ile kitu inaitwa East African Treaty ile ambayo ime-establish Afrika Mashariki. Uhusiano wao unafaa kuwa labda ya kibiashara, ya free movement ya watu kutembea, lakini si ya kukiuka katiba. Ni wanaharakati hao kutoka nchi jirani ya Kenya wakizungumzia hatua hiyo ya kuachiliwa kwa wanaharakati wawili wa Kenya ambao walikuwa wamezuiliwa kule nchini Uganda kwa maelezo ya Rais Yoweri Kaguta Museveni. 0752270000 tuandikie maoni yako dhidi ya taarifa ambazo unazisikiliza katika matangazo haya ya mchana Rubaza Kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadhi Rashidi. Kwa sasa tuelekee kule nchini India, ambapo aliyekuwa waziri katika serikali ya zamani ya Bangladesh Mahbub
Hassani amedai kuwa ghasia zilizoikumba nchi hiyo mwaka 2024 na hatimaye kusababisha kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa waziri mkuu Sheikh Hasina zilipangwa na kufadhiliwa na shirika la msaada wa kimataifa la Marekani USAID pamoja na watu waliokuwa karibu na familia ya rais wa zamani wa taifa la Marekani Bill Clinton. Mwanahabari wetu Abdul Nasir Mwita alifuatilia kwa kina taarifa hiyo na kuandaa ripoti hii. Katika mahojiano maalum na shirika la habari la Russia Today, Mohibul amesema mashirika kadhaa kutoka nchini Marekani ikiwemo USAID na International Republican Institute yalihusika katika kampeni za muda mrefu za kuipinga serikali ya waziri mkuu Sheikh Hasina. Some NGOs, especially from the United States, baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka Marekani kama USAID na IREI yalikuwa yakiendesha kampeni dhidi ya serikali yetu tangu mwaka 2018. Since 2018, and there is a nexus between the Hillary Clinton family and the interim. Vurugu hazikuwa uasi wa vijana uliozuka ghafla, bali mpango uliopangwa kwa umakini na kufadhiliwa na maslahi ya mataifa ya magharibi. Kuna uhusiano wa muda mrefu kati ya familia ya Clinton na utawala wa mpito wa Yunus. Kulikuwa na ufadhili wa siri kupitia mashirika yasiyo rasmi. Lengo lilikuwa ni kubadilisha serikali ya Bangladesh kwa gharama yoyote. Fedha hizo zilitumika kuandaa machafuko yaliyopangwa makusudi na hatimaye kugeuka kuwa ghasia kubwa. And then the chaos was turned into a big riot. Madai hayo yanakuja zaidi ya mwaka mmoja tangu waziri mkuu Sheikh Hasina kuondolewa madarakani kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyopangwa na wanafunzi waliokuwa wakipinga mfumo wa ajira za upendeleo nchini humo. Maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu za kitaifa zilizoua zaidi ya watu 700 kwa mujibu wa serikali ya mpito. Waziri mkuu Sheikh Hasina, ambaye ameongoza Bangladesh kwa miaka 15 kupitia kiti chake cha awami, alitoroka nchini humo baada ya waandamanaji kuvamia ikulu mjini Dhaka. Nafasi yake ilichukuliwa na Muhammad Yunus, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, ambaye aliteuliwa kuwa mshauri mkuu wa serikali ya mpito. Tangu kuchukua madaraka, serikali ya mpito inayoongozwa na Yunus imeanza kubadili mwelekeo wa sera zake za kigeni, ikijaribu kuimarisha uhusiano na Pakistan na kupunguza utegemezi kwa India, jambo ambalo linaashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa kwa taifa hilo na Asia Kusini. Uhusiano kati ya Bangladesh na Pakistan umekuwa na mivutano tangu vita vya mwaka 1971 ambavyo vilisababisha vifo vya mamilioni ya Wabengali na kuleta uhuru wa Bangladesh. Hata hivyo, hivi karibuni waziri wa ulinzi wa Pakistan Aziz Ahmed alisema kuwa nchi yake inalaani na kujutia makosa yoyote yaliyoweza kufanyika wakati wa mzozo huo. Abdul Nasir Mwita, Arusha One Radio. Tukitoka huko nchini India na taarifa hizo kwamba Marekani kupitia shirika lake la misaada la USAID lilifadhili kuangushwa kwa serikali aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh Sheikh Hasina. Sasa tuelekee kule Mashariki ya Kati ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanya mashambulizi makubwa ya angani na ardhini dhidi ya ngome za Hezbollah kusini mwa taifa la Lebanon, likidai kushambulia maghala ya silaha, vituo vya mawasiliano na vituo vya makamanda wa kundi hilo. Operesheni hiyo iliyoanza inatajwa kuwa hatua ya kwanza katika kile ambacho wachambuzi wanakiita ni kampeni ya kuvunja kabisa nguvu za kundi la Hezbollah chini ya uongozi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Teofani Ngitu ameandaa ripoti hii. Serikali ya Israel imelitumu kundi la Hezbollah kwa kukiuka masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Novemba 2024 kwa usaidizi wa Marekani na Ufaransa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kundi hilo linajipanga upya na kuimarisha nafasi zake za kijeshi, jambo analoliona kama tishio kwa usalama wa taifa la Israel. Licha ya mkataba wa kusitisha mapigano, hali kusini mwa Lebanon imeendelea kuwa tete. Jeshi la Israel linaendelea kushambulia maeneo ambayo linadai yanatumiwa na Hezbollah kwa shughuli za kijeshi, huku likidhibiti vituo 5 vya kuvukia mpaka, hali ambayo wachambuzi wanaita eneo dogo la uvamizi. Katika operesheni iliyofanywa Jumamosi, wanajeshi wa Israel waliwaua wapiganaji 4 wa Hezbollah wanaodaiwa kuwa sehemu ya vikosi maalum vya kundi hilo. Israel inaitaka serikali ya Lebanon kutekeleza masharti ya makubaliano kwa kulivunja kundi hilo na kuliondoa kabisa kusini mwa nchi, ikisema uwepo wake ni ukiukaji wa moja kwa moja wa makubaliano ya usalama. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya Israel zinaonyesha kuwa maandalizi yanaendelea kwa operesheni ya muda mrefu dhidi ya Hezbollah, ikilenga miundombinu kusini mwa Beirut, bonde la Bekaa
na maeneo ya kaskazini mwa mto Litani. Netanyahu ambaye anakabiliwa na upinzani wa kisiasa ndani ya nchi anaona kampeni hiyo kama nafasi ya kihistoria ya kuangamiza vikundi vyote vinavyopinga Israel, ikiwemo Hamas na waasi wa Houthi wa nchini Yemen, hatua ambayo inaweza pia kuimarisha nafasi yake kisiasa. Hata hivyo, wachambuzi wanatahadharisha kwamba umma wa Israel umechoshwa na vita visivyoisha, huku uungwaji mkono wa Marekani ukionekana kupungua kutokana na mabadiliko ya vipaumbele vya Washington, ikiwemo masuala ya ndani. Nchini Lebanon, suala la nafasi ya Hezbollah ndani ya mfumo wa kitaifa limegawanya wanasiasa na jamii. Wengine wanaona kundi hilo kama kizuizi kwa uthabiti wa serikali kuu, huku wengi hasa katika jamii ya Waislamu wa Shia wakiendelea kuliona kama ngao ya ulinzi dhidi ya Israel. Wakati huo huo, Marekani imeongeza presha kwa serikali ya Beirut. Wiki 2 zilizopita, Thomas Barak, mjumbe maalum wa Marekani kwa Syria na balozi wa zamani nchini Uturuki, aliita Lebanoni taifa lililoshindwa, akidai halina uwezo wa kulivunja kundi la Hezbollah kama ilivyokubaliwa kimataifa. Pamoja na hasara kubwa ulizopata, Hezbollah haijaonyesha dalili za kukata tamaa. Viongozi wake wanasema wako tayari kwa vita vya muda mrefu, huku wakipanga upya miundombinu yao kijeshi na kisiasa. Kwa upande wa Israel, wachambuzi wanasema mchanganyiko wa changamoto za ndani, gharama za kisiasa na shinikizo la kimataifa unaweza kufanya vita hivi vipya kuwa hatari zaidi kuliko vilivyopita. Rubaa za kimataifa, Theophany Ngitu. Tukitoka kwa Theophany Ngitu huko Mashariki ya Kati, sasa msikilizaji wa Arusha One Radio ni kupeleke kule katika bara la Asia, ambapo rais wa zamani wa Korea Kusini ambaye aliondolewa madarakani baada ya kutangaza sheria ya kijeshi mwanzoni mwa mwaka huu anakabiliwa na mashtaka mapya kujaribu kuanzisha vita na jirani yake Korea Kaskazini ili apate sababu ya kutangaza sheria za kijeshi na aweze kuwaminya vizuri wapinzani wake. Mwanahabari wetu Amina binti Yahya anatufahamisha zaidi. Mkurugenzi maalum wa uchunguzi nchini Korea Kusini amemkabili na mashtaka mapya rais mstaafu Yoon Suk Yeol. Mashtaka haya yanahusiana na jaribio lake la muda mfupi la kutangaza sheria ya kijeshi mwaka jana, ikiwemo kosa la kuwasaidia adui wa taifa. Uchunguzi maalum ulilenga kuchunguza iwapo Yoon aliagiza ndege zisizo na rubani, yani drones, kuruka juu ya anga la Korea Kaskazini ili kuchochea hali ya wasiwasi na kuimarisha juhudi zake za kutangaza sheria ya kijeshi. Mkurugenzi wa uchunguzi Park Ji-young alisema Yoon na wengine walihusika na njama ya kuunda hali itakayowezesha kutangazwa kwa hali ya dharura ya sheria ya kijeshi, hivyo kuongeza hatari ya mgongano wa kijeshi kati ya Korea Kusini na Kaskazini na kudhuru maslahi ya kijeshi ya umma. Kwa mujibu wa mkurugenzi huyo, mashtaka ushahidi muhimu umepatikana katika memo ya kamanda wa zamani wa shirika la ujasusi alilotumiwa na Rais Yoon juu ya kuunda hali isiyothabiti au kuchukua fursa itakayojitokeza. Memo hiyo ilieleza kuwa jeshi la Korea Kusini lilipaswa kulenga maeneo yatakayoipa hasira Korea Kaskazini kama vile mji mkuu wa Pyongyang na mji wa pwani wa Wonsan, ili jibu la kijeshi la Korea Kaskazini liwe la lazima na la haraka. Yoon aliondolewa madarakani na mahakama ya katiba mwezi Aprili na kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uasi pamoja na mashtaka mengine yanayohusiana na jaribio lake lililoshindikana la kutangaza sheria ya kijeshi. Ikiwa atapatikana na hatia, anaweza kuadhibiwa kifo. Rais mstaafu Yoon amesema mara kwa mara kuwa hakuwahi kutaka kutangaza utawala wa kijeshi, bali alitaka kutoa onyo kuhusu udanganyifu wa vyama vya upinzani na kulinda demokrasia dhidi ya vipengele vinavyohujumu taifa. Mimi ni Amina Yahya wa Rubaa za Kimataifa. Asante mwanahabari wetu Amina Yahya kwa ripoti hiyo kutoka huko nchini Korea Kusini, ambapo rais aliondolewa madarakani anakabiliwa na mashtaka mapya baada ya kujaribu kuanzisha vita na jirani yake Korea Kaskazini ili apate sababu ya kutangaza sheria ya kijeshi na aweze kuwaminya zaidi wapinzani wake. Haya ni matangazo ya Rubaa za Kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadhi Rashidi na matangazo haya yanaruka mbashara pia kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube kwa jina la Arusha One Radio. Kwa sasa msikilizaji wa Arusha One Radio, ni kupeleke kule nchini Urusi, ambapo
Taifa la Urusi limesema halina mpango wa kuvunja masharti yake ya kimataifa yanayozuia majaribio ya silaha za nyuklia, lakini taifa hilo litaanza majaribio hayo ikiwa nchi nyingine zitafanya hivyo. Hiyo ni kulingana na msemaji wa ikulu ya Urusi, Kremlin, kama anavyotufahamisha mwanahabari wetu Doris John. Kauli ya Peskov imejibu mzozo ulioibuka baada ya rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita kuagiza wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, kujiandaa kuanza upya majaribio ya silaha za nyuklia. Trump alibaini kuwa Urusi na China zinafanya majaribio ya siri, madai ambayo nchi zote mbili zimeyakataa. Rais Vladimir Putin baadaye alithibitisha uaminifu wa Urusi katika kuzuia majaribio ya nyuklia CTBT, lakini alionya kuwa iwapo Marekani au nchi nyingine zitaanza upya majaribio, basi Moscow itachukua hatua zinazofaa na kulipiza kisasi. Rais Putin amesisitiza mara kadhaa kuwa Urusi imejitolea kufuatia masharti ya vikwazo vya majaribio ya nyuklia na hatuna mpango wa kuvunja haya masharti, alisema Peskov katika mahojiano na waandishi wa habari Pavel Zurubin. Peskov alibainisha kuwa Putin aliwaagiza maafisa kutathmini iwapo majaribio ya nyuklia yatahitajika badala ya kutoa agizo la kuanza upya majaribio, huku akionya kuwa Urusi itachukua hatua kama Marekani au nchi nyingine zinazomiliki nyuklia zitaanza upya majaribiano hayo. Iwapo nchi nyingine itafanya hivi, tutalazimika kufanya ili kudumisha uwiano, amesema, akibainisha kuwa uwiano wa nyuklia ni mojawapo ya msingi muhimu wa usalama wa dunia. Msemaji wa Kremlin alibainisha hofu ya Magharibi kuhusu majaribio ya hivi karibuni ya makombora yanayotumia nyuklia ya Urusi, Burevesik na Poseidon, akisema hayahusiani na milipuko ya nyuklia bali ni majaribio ya mfumo unayotumia nguvu ya nyuklia. Doris John, Arusha One Radio. Asante mwanahabari wetu Doris John na taarifa hiyo kutoka huko Urusi. Na turejesha tena humu nchini Tanzania, ambapo kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu iliyopangwa kuendelea leo Jumatatu ya Novemba 10 mwaka 2025 imeahirishwa hadi Jumatano Novemba 12 itakapotajwa tena mahakamani. Kesi hiyo iliyopangwa kuendelea leo, ambapo jamhuri ilitakiwa kumleta mahakamani shahidi wa 4, lakini kutokana na kile kilichoelezwa kuwa hali ya jiji la Dar es Salaam kutokuwa kwenye utulivu, mashahidi wa jamhuri kutoka mikoa ya Ruvuma na Mbeya wameshindwa kusafiri kuja Dar es Salaam. Aidha, upande wa jamhuri uliendelea kuieleza mahakama kuwa kwa mantiki hiyo tarehe ya leo haikupata ushahidi kwa ajili ya kuendelea na kesi, na hiyo inatokana na sababu iliyoelezwa ya awali ya kwamba jiji la Dar es Salaam kutokuwa shwari kwa 100%. Katika maelezo yake, wakili wa serikali mkuu Thawabu Isa ameiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo chini ya kifungu cha 302 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura 20 toleo la mwaka 2023 kwa sababu ya kutokuwepo kwa mashahidi wameshindwa kusafiri kwa sababu za kiusalama. Upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa siku 14, lakini katika maamuzi yake mahakama kupitia jaji Edastani Nduguru ilitoa maelekezo kuwa shauri hilo linaahirishwa hadi Jumatano na si kwa siku 14 kama ilivyoombwa na upande wa jamhuri. Na tukiendelea kusalia katika nchi za Afrika Mashariki, sasa ni kupeleke kule nchini Burundi, ambapo tunafahamishwa kuwa hali ya usalama nchini Burundi imeendelea kuwa tete baada ya matukio ya watu kuuawa na wengine kushambuliwa na maafisa wa usalama kuripotiwa sehemu mbalimbali za taifa hilo dogo la maziwa makuu, na taifa ambalo ni maskini zaidi katika kanda Afrika ya Mashariki. Mwanahabari wetu Joel Leonard ameandaa ripoti hii. Mwili wa mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 50 na mvulana wa takribani miaka 12 ilipatikana ikiwa imekufa kando ya mto Nyamagana katika mkoa wa Cibitoke, magharibi mwa taifa la Burundi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa miili hiyo ilikuwa na majeraha kadhaa yaliyotokana na kudungwa na vitu vyenye ncha kali. Mamlaka katika mkoa wa Cibitoke zimetoa wito kwa familia zilizopotelewa na ndugu zao kufika kwenye makazi ya maiti katika hospitali ya Mogi kubaini kama marehemu hao ni jamaa zao. Wakati hayo yakijiri, mkimbizi wa Kongo amejeruhiwa kwa kupigwa risasi huku Butetere, kaskazini mwa jiji la Bujumbura, alipokuwa anarudi kutoka kwenye shughuli zake za kibiashara kwa kutumia pikipiki.
Mashuhuda tukio hilo wamesema Mwanga alisimamishwa na maafisa wa jeshi la polisi. Mmoja aliripotiwa kumrushia risasi mguuni bila onyo lolote. Mkimbizi huyo ni miongoni mwa wakimbizi wa jamii ya Banyamulenge walioko katika maeneo mbalimbali ya Burundi, ambao hivi karibuni wamekuwa wakilengwa kwa kushukiwa kuwa ni mawakala wa Rwanda. Mahusiano kati ya Burundi na Rwanda yamekaa yasiyoridhisha, huku pande zote zikilaumiana kwa kuunga mkono makundi ya silaha yanayojaribu kutatiza usalama wa kanda. Tangu Januari mwaka 2024, serikali ya Burundi imefunga mipaka yake na Rwanda. Hadi sasa polisi wa Burundi hawajatoa taarifa rasmi kuhusu kupigwa risasi kwa mkimbizi huyo, huku familia yake ikidai haki itendeke. Hali ya kiusalama imekuwa sio kuridhisha nchini Burundi, huku raia wakitaka polisi kutekeleza wajibu wao wa kupambana na wahalifu. Mimi ni Joel Leonard, Arusha One Radio. Asante mwanahabari wetu Joel Leonard na taarifa hiyo ya kiusalama kutoka huko nchini Burundi. 0752270000 nazidi kupokea ujumbe wako ambao unaniandikia katika matangazo haya Rubaza za Kimataifa, lakini kwa wewe pia ambao unatoa maoni yako katika kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii tutayasoma. Kumbuka kwamba matangazo haya yako live kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwa jina la Arusha One Radio na YouTube kwa jina hilo hilo la Arusha One Radio. Sasa tuelekee kule nchini Brazil ambapo mkutano wa COP 30 umefunguliwa leo Jumatatu, huku zaidi ya nchi 190 zikishiriki, lakini haijafahamika wazi ni nini hasa wangejadili wakati wa mkutano wa kilele wa wiki mbili wa Umoja Mataifa katika mji wa Amazon wa Belém nchini Brazil. Pia haijulikani ni jinsi gani watashughulikia masuala ambayo yamekuwa kama majaribu, kama vile ahadi ya mwaka 2023 ya kuondoa vyanzo vya nishati vinavyochafua mazingira na mahitaji ya ufadhili kuwezesha hilo kufanyika. Nchi kama vile Brazil wamependekeza kuwa nchi zilenge juhudi ndogo ambazo zihitaji makubaliano baada ya miaka mingi ya mikutano wa COP ambayo imesherehekea kuwa na ahadi chungu nzima, lakini nyingi zikisalia bila kutekelezwa. Ninachopendelea sio kuwa na uamuzi wa COP, rais wa COP 30 Andy Corolago alisema katika mahojiano na shirika la Reuters na vyombo vingine vya habari. Wakati hayo wakijiri, mamia ya watu mjini New Delhi waliingia mitaani siku ya Jumapili kupinga uchafuzi wa mazingira, huku ubora wa hewa ukiendelea kuzorota katika mji mkuu wa India na maeneo ya jirani. Watu wa rika zote wakiwemo watoto walishika mabango na kupiga kelele wakiitaka serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi kuchukua hatua za kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Takriban watu 80 walizuiliwa kwa muda mfupi na polisi ambao walisema waandamanaji hawakuwa na kibali cha kukusanyika katika eneo husika ambalo ni kitovu cha jiji hilo. Ingawa uchafuzi wa hewa ni tatizo la mara kwa mara kaskazini mwa India, hasa katika majira ya baridi, haya yalikuwa maandamano makubwa ya kwanza kuhusu swala hilo kwa muda mrefu. Mapafu yetu yanaharibika. Serikali inapaswa kutangaza kuwa hali hii ni dharura ya kiafya hadi watakapopata suluhu, mwandamanaji mmoja aliambia shirika la habari la PTI. Ubora wa hewa mjini New Delhi na vitongoji vyake ni duni sana kutokana na utoaji wa moshi wa magari, vumbi na vichafuzi vya viwandani, lakini tatizo huwa baya zaidi wakati wa majira baridi kwa sababu wakulima huchoma makapi ya mazao katika majimbo jirani pamoja na kasi ya chini ya upepo kunasa vichafuzi karibu na ardhi. Taarifa hiyo kutoka huko nchini India wakati mkutano wa COP ukiendelea kule nchini Brazil. Na tuendelee kusalia katika ukanda huo wa Asia na sasa tuelekee kule nchini Indonesia ambapo taifa hilo limemtaja rais wake wa zamani Suharto kuwa shujaa wa taifa, hata ingawa utawala wa udikteta umezusha maandamano makali kupinga hatua hiyo. Wakati wa utawala wa Suharto katika miaka ya 1960 hadi mwaka 1990, Indonesia ilishuhudia enzi ya ukuaji wa haraka wa uchumi, lakini pia ukandamizaji mkubwa wa kisiasa. Mamia ya maelfu ya wapinzani wa kisiasa walisemekana kuuawa katika kipindi hicho. Tuzo la shujaa wa kitaifa ni jambo la kila mwaka linalokusudiwa kuwaheshimu watu binafsi kwa michango yao kwa taifa hilo. Siku ya Jumatatu ya leo, marehemu Suharto alikuwa miongoni mwa majina 10 mapya yaliyoongezwa kwenye orodha hiyo katika hafla iliyoongozwa na rais wa Indonesia Prabowo Subianto, mkwe wa zamani wa Suharto. Hiyo ni taarifa kutoka huko nchini Indonesia juu ya rais huyo wa zamani kupewa tuzo hilo la heshima.
Maoni yako ni sehemu ya kipindi hiki, na sasa niyapitie. Hemedi Kaisi kutoka pande za Friends Corner hapa jijini Arusha anasema tukiwaacha Wakenya wafanye wanachotaka kwenye mataifa yetu itakuwa ni kosa kubwa sana. Tunafanya ni kheri wamerudishwa, maana mimi nisingewarudisha, ningewafunga tena kwa kipigo kikali kabisa. Umeandika hivyo Hemedi Kaisi kutoka pande za Friends Corner. Vasco Kibasa unasema taifa la Kenya linahitaji kugawanywa, Uganda na Tanzania wajichukulie, maana tumechoka na uchonganishi wao, wataharibu amani za nchi zetu. Asante. Pia Daniel unasema Majimbo kutoka Sombetini, huwezi kwenda kufanya vurugu katika nchi ambayo si ya kwako halafu wachiwe tu. Hizo harakati wa Kenya wazifanye nchini kwao, waepushe kuingiza nchi nyingine kwenye matatizo. Siku nyingine hao wanaharakati wa Kenya wasirudi tena nchini Uganda, wakiendelea kudanganywa na huyo mwanasiasa wa upinzani watamalizwa na Museveni. Umeandika hivyo ujumbe wako. Asante sana kutoka pande za Majengo, unasema unaitwa Grace. Na hayo ni maoni yako ambayo umekuwa ukituandikia katika matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa. Na sasa nikupeleke kwenye mjadala, msikilizaji wa Arusha One Radio, ambapo Jumuiya ya madaktari wa Sudani imeshutumu vikali vikosi vya Rapid Support Force RSF kwa kuondoa na kuficha mamia miili kutoka mitaa ya mji wa El Shafa, eneo la Darfur Kaskazini, kwa lengo la kuficha ushahidi na ukatili mkubwa dhidi ya raia. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili, mtandao wa madaktari wa Sudan umesema kuwa miili hiyo ilizikwa kwenye makaburi ya halaiki, ukiukwaji mkubwa wa msingi wa kibinadamu na kidini. Ni mauaji ya halaiki na kinyume kabisa na maadili ya kimataifa yanayohakikisha heshima kwa wafu, taarifa hiyo iliongeza. Mtandao huo uliongeza kuwa hali katika eneo la El Shafa ni zaidi ya janga la kibinadamu, huku ikilalamikia ukimya wa kutisha wa jumuiya ya kimataifa. Mnamo Oktoba 26, waasi wa RSF walichukua udhibiti wa mji wa El Shafa, mji mkuu wa Darfur ya Kaskazini, na tangu wakati huo mashirika ya misaada na yale ya haki za kibinadamu yameripoti visa vya mauaji ya kiraia na uporaji wa mali. Tangu Aprili 15 mwaka 2023, Sudan ilikumbwa na vita kati ya jeshi la taifa hilo na vikosi vya RSF ambavyo hadi sasa vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Juhudi za upatanishi za kikanda na kimataifa zikiwa bado hazijazaa matunda. Tukijadili hali hiyo, maswali mazito yanaibuka. Je, kundi la waasi la RSF linakusudia kuigawanya taifa la Sudani? Na je, machungu haya ni matokeo ya kile wengine ambacho nakiita ni laana ya kuondolewa kwa uongozi wa rais wa zamani wa Sudan, Omar Hassan al-Bashir? Maswali hayo na mengine mengi yanajadiliwa na mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye pia ni mwandishi wa habari kutoka kule nchini Iran, Abdul Fattah Musa, kama ambavyo anafanya uchambuzi huo katika kipindi hiki cha Rubaa za Kimataifa. Kwa hakika mimi siwezi kuita hii kwamba ni laana ya kuondoa viongozi wa muda mrefu madarakani, kwa sababu machafuko yanayoshuhudiwa katika nchi mbalimbali, ikiwa ni za Kiafrika, hata baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi, ambazo zimekuwa zikitawaliwa na viongozi ima wa kijeshi au wale ambao wamekaa madarakani kama ni wafalme. Hali kama hiyo tumeshuhudia pia Somalia kwa Siad Barre, ambaye tangu na yeye alipoondolewa madarakani 1991 kama sikosei, mpaka leo Somalia haijaweza kushuhudia amani ya kudumu na hali ya utangamano. Na ni vivyo hivyo kuhusiana na hali ya Libya, au kama ambavyo tumeshuhudia kwa namna fulani hadi sasa kwa upande wa Syria, ingawa kuna matumaini fulani. Lakini hili ndilo tatizo la nchi ambazo hakuwepo na tawala ambazo zinaongoza kwa ridhaa ya wananchi, kwa sababu Omar al-Bashir yeye mwenyewe aliingia madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi, na yeye ndiye sababu ya machafuko ambayo kwa namna moja au nyingine ndio yanayoshuhudiwa hivi sasa Sudan, kwa sababu alipasua Sudan ikashuhudia mabadiliko mengi ya mpasuko wa kijamii, kuanzia vita vya mwaka 2003 vilivyozuka Darfur baada ya jamii ya huko kujiona kwamba imetengwa na kubaguliwa na serikali kuu ya Sudan, na vile vile kwa namna moja au nyingine ndiye yeye ambaye aliasisi kwa namna fulani au alilipa nguvu kile kinachojulikana kama kundi la Janjaweed, ambalo ndilo baadaye lililokuja kuunda kundi hili la RSF. Na tunajua kwamba kundi hilo la Janjaweed lilituhumiwa kuhusika na mauaji
ya kimbari huko Darfur katika vita vile vya mwaka 2003. Na yeye mwenyewe al-Bashir, kama tunavyojua, pamoja na kwamba kabla hata hajang'olewa madarakani alikuwa tayari anatuhumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa kuhusika na jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu, na ametakiwa muda wote huu akabidhiwa kwenye mahakama hiyo. Lakini tangu alipopinduliwa, viongozi ambao wameipindua serikali yake wamekataa mpaka leo kumkabidhi al-Bashir kwenye mahakama hiyo. Lakini mimi ninachotaka kukipa uzito hapa ni kwamba kumekuwa na hali fulani ambayo mimi naweza kusema kwamba ni kama ya utata na upotoshaji. Kuwepo sasa dhana ya kwamba serikali ya Sudani ni ile ambayo inaongozwa na Jenerali Abdul Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kuonekana kwamba ni kikosi cha waasi. Lakini ukweli ni kwamba, kwa rai yangu na kwa mtazamo wangu, ni kwamba makundi yote haya mawili ni makundi ambayo hayahusiki kwa namna yote na uongozi wa Sudan. Uchu wao wa madaraka ndio ambao umeifikisha Sudan katika maafa makubwa yasiyoelezeka, kwa sababu tutakumbuka kwamba wananchi wa Sudan wenyewe kwa muda wa miezi 8 kuanzia mwishoni mwa 2018 walianzisha uasi wa umma dhidi ya utawala wa al-Bashir, na ni baada ya jeshi kuona kwamba al-Bashir hawezi kubaki tena madarakani, jeshi na RSF wakayateka mapinduzi ya umma na kuamua kushika hatamu za madaraka, kitu ambacho kimeshuhudiwa kama nchini Madagascar hivi karibuni. Kwa hivyo wao ni watu ambao, au makundi haya mawili yalitakiwa yakabidhi serikali au mamlaka ya nchi kwa uongozi wa kiraia kwa kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia, lakini wao waliyateka mapinduzi hayo, wao wakahusika katika kuua raia pamoja na kubaka na kunajisi wanawake katika maandamano yaliyofanyika mwaka 2021 baada ya kufanyika mapinduzi mengine ya kijeshi yaliyomuondoa waziri mkuu wa muda, waziri mkuu wa mpito Abdallah Hamdok. Kwa hivyo kile ambacho kinashuhudiwa Sudan hivi leo kwa hakika ni matokeo ya uchu wa madaraka wa pande mbili hizi za kijeshi, ambazo ndizo zilizopelekea leo Sudan kufika katika hali hii ambayo kwa bahati mbaya jamii ya kimataifa nayo haijachukua hatua ambazo ingestahiki ichukue kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maafa hayo ya kibinadamu na hali hii ya vita inayoendelea Sudan inakomeshwa. Kwa mtazamo wangu, naiangalia Sudan katika nafasi yake katika hali zote mbili, yani kuwa ni nchi ambayo kwa namna moja ina mafungamano na ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu, na kwa upande mwingine ina mfungamano na ulimwengu wa bara la Afrika kama ambavyo ilivyo Misri, kwamba kuwepo kwake katika eneo la kijiografia la Afrika na nafasi yake na historia yake ni kwamba ina nafasi maalum kwa upande wa Afrika kwa kuzingatia kiongozi wake wa kiutaifa Jamal Abdul Nasir na alivyokuwa amepigania masuala ya umoja wa Afrika. Na upande mwingine Misri inajulikana kwamba ni nchi muhimu sana katika ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wa Kiislamu. Kwa hivyo Sudan kwa hakika ina hali zote hizo mbili, na tusisahau kwamba kutokana na umuhimu wake huo Sudan, ndio maana tumeona hata katika suala zima la namna nchi hiyo ilivyomeguka, kwa kuzingatia kwamba ilikuwa ni nchi yenye ardhi kubwa, wengi wanaamini kwamba hata hatua iliyopelekea baadaye eneo la kusini mwa Sudan kutengana na eneo la kaskazini, eneo ambalo linajulikana kwamba lina utajiri mkubwa wa mafuta, na katika mtazamo wa kijamii ni eneo ambalo raia wake karibu ya wengi wote ni Wakristo wasio Waislamu. Yote haya ni mambo ambayo hayakutokea kwa sadfa, ila ni kutokana na uchu ambao kwa upande mmoja umekuwepo wa kuangalia rasilimali za Sudan na vile vile kulidhoofisha taifa hilo ambalo linajulikana kihistoria, nalo lina historia kongwe, lina historia ya mapambano ya kupambana na ukoloni kama linavyojulikana katika historia yake. Na ndio maana hata hivi sasa kumekuwepo na hizi tetesi au kauli za kwamba huenda hatua hii iliyochukuliwa na kundi la RSF la kuunda serikali mbadala na ile ambayo inatambuliwa kimataifa ya Jenerali Abdul Fattah al-Burhan ikawa nayo ni hatua ya kuelekea kutaka kuimega tena Sudan kwa eneo la magharibi hilo la upande wa Darfur, kuweza kujitenga na pengine hata kujitangazia taifa lake. Na endapo kitu kama hicho kitatokezea, ikiwa madola makubwa duniani yatahisi kwamba hilo litasaidia kuzidi kuidhoofisha Sudan isiwe na ile nafasi kubwa ambayo imekuwa nayo kwa upande wa Kiafrika na kwa upande wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, bila shaka jambo kama hilo linaweza nalo likaweza kuruhusiwa kirahisi, kama ambavyo ndo tumeona, sababu ya kwamba kwa muda wote huu jamii ya kimataifa, madola makubwa hayajachukua hatua yoyote ya maana ya kutaka kuhakikisha kwamba vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe Sudan vinakoma. Yani inavyoonekana ni kama kwamba jamii ya kimataifa, na tukisema hivi tunakusudia madola makubwa duniani, yanahisi kwamba ni kwa maslahi sasa hivi kwamba vita vya Sudan viendelee, watu waendelee kuuana bila kujua kwamba hatima ya vita hivi itakuwa ni ipi, kwa sababu
wanaoathirika na wanaoumia ni raia wa kawaida. Na ndio maana nikaashiria awali kwamba kama kungekuwa kuna hatua za dhati, mtu angeshangaa kwamba kwa nini mpaka leo Sudani yenyewe, pengine hata kwa mashinikizo ya kimataifa, kwa nini haijamkabidhi Omar al-Bashir kwa mahakama kimataifa ya uhalifu? Kwa sababu inajulikana kwamba hata huo mlolongo wa viongozi wa kijeshi waliofuata baada yake, endapo yeye atakabidhiwa huko, nao pia watakuwa ndio wanaofuatia katika kuchukuliwa hatua juu ya swala hilo. Kwa hivyo tatizo kwa hapa, mimi ninavyoangalia kwa mtazamo wa nafasi ya Sudan, kwamba linarejea tena katika kilio ambacho mimi binafsi nimekuwa nikisikitikia kwa muda mrefu, kwamba matatizo yetu Afrika, pamoja na kuwepo uingiliaji wa madola ya kigeni, madola ya kibeberu yenye uchu wa kupora utajiri wa Afrika, lakini tatizo la kimsingi kwetu sisi wa Afrika ni tatizo la uongozi. Viongozi wetu wa Kiafrika, wengi wao au akthari yao ni watu ambao hawana uchungu wa nchi, ni watu ambao kila anayepigania kuingia madarakani anaingia kwa ajili ya kutaka kufanikisha maslahi yake ya binafsi na watu wake wa karibu, bali hata kuhakikisha kwamba anaweza kwa namna yoyote ile kubadilisha katiba, kurefusha vipindi vya madaraka, kuondoa mihula ya uongozi, kurithisha uongozi kwa pengine mtu mwanawe au watu wake wa karibu. Lakini suala la uongozi, hata hii Sudan nayo ninavyoiangalia, nahisi kwamba tatizo la msingi la Sudan kwa muda wote huu, nchi ambayo kwa mujibu wa takwimu tunaambiwa kwamba imeshashuhudia jumla ya majaribio 20 ya mapinduzi ya kijeshi, na tayari katika mapinduzi hayo mapinduzi 7 yamefanikiwa. Yani kwa muda wote tokea uhuru wake mwaka 1956, Sudan imekuwa ni nchi ambayo inashuhudia machafuko mengi, hasa ya ushawishi wa viongozi wa kijeshi au wajeshi katika masuala ya siasa nchi hiyo. Sudan kwa miaka mingi imekuwa ni kitovu cha taaluma mbali ya taaluma za kisayansi au hata taaluma za kidini na taaluma za sayansi jamii. Ni kwamba imekuwa ikipokea wanafunzi kutoka nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya masuala ya kielimu katika nchi hiyo. Na kwa upande wa kisiasa pia, Sudan imejulikana kwamba kwa muda mrefu ilikuwa na nafasi au imekuwa na nafasi muhimu kutokea katika historia yake ya mapambano ya kupambana na ukoloni, kama ambavyo anajulikana mmoja wa mawaziri wakuu wa Sudan, Sadiq al-Mahdi, ambaye kama ni mmoja katika mababu zake ambao walitokea katika historia ya kuongoza mapambano ya ukombozi au uhuru wa Sudan kutoka kwa ukoloni wa Kiingereza. Na hata ikasemekana kwamba katika mtazamo wa kidini ulikuwa ni uongozi au mtu ambaye alikuwa anatafsiriwa katika historia ya Kiislamu kwamba atadhihiri Mahdi ambaye atakuja kusimamisha uadilifu katika ulimwengu, na hata yeye kuhusishwa na suala kama hilo. Kwa hivyo ni nchi ambayo katika mtazamo wa kihistoria, Sudan ni nchi ambayo imekuwa na nafasi kubwa sana katika historia ya mtazamo wa Kiislamu, kwa mtazamo wa Kiarabu, na vile vile kwa upande wa nchi za bara la Afrika. Na ndio maana kama nilivyoashiria kusema hapo awali kwamba ni kutokana na sababu hizo na nyinginezo, na ukubwa wake na nafasi yake ya kistrategia na au kijiopolitiki ilivyo katika eneo hilo la Bahari Nyekundu na mto Nile, ndio maana Sudan imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ikiwindwa kwa muda mrefu katika mtazamo mzima wa kuhakikisha kwamba haibaki kuwa ni nchi ambayo ina nguvu na sauti na inaweza kubaki kama dola moja ambalo lina umoja wa ardhi moja, kama ambavyo imekuwa hivyo kwa muda mrefu kabla ya kutokea mpasuko wa mwaka 2011 na kujitenga eneo la kusini kuanzisha taifa lake huru. Kwa hivyo kimsingi hasa hivi ndivyo ambavyo Sudan katika mtazamo wa kihistoria imekuwa ni nchi ambayo ina nafasi muhimu sana katika bara la Afrika na ina nafasi muhimu sana katika ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wa Kiislamu. Na ndio maana pia wengi watu hawashangai kwa mtazamo huu wa ushawishi wa madola magharibi kwamba kwa nini Sudan nayo imekuwa ni nchi ambayo pamoja na kwamba katika kipindi ambacho imekuwa na machafuko ya ndani na imekuwa na migogoro ya ndani, lakini imeweza kuhusishwa moja kwa moja katika mpango huu unaoitwa Abraham Accord wa kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, ambapo iliungana na nchi kama Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain pamoja na Morocco kuanzisha uhusiano rasmi na Israel, katika hali ambayo nchi hiyo ikiwa haina utawala thabiti wa kisiasa. Hii yote inaonyesha ni namna gani Sudan nafasi yake imeonekana kuwa na umuhimu wa kuweza kuidhibiti, isiyo na nafasi ile ambayo ingetarajiwa kuwa nayo kwa mtazamo wa nchi za Kiafrika na hasa kwa upande wa ulimwengu wa Kiislamu. Ni Abdul Fattah Musa huyo, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka kule Tehran nchini Iran, na uchambuzi huo wa hali inayoendelea nchini Sudan. Bila shaka umeelewa. Je,
Kundi la RSF nalo linataka kugawanya taifa hilo, kwa maana yake itokee Sudani Magharibi kama ambavyo Sudani Kusini ilijitoa. Bila shaka umemuelewa vizuri. Tuhitimishe rubaa za kimataifa kwa kuelekea kule nchini Rwanda, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame ametupilia mbali madai ya kumwandaa mtoto wake kuwa mrithi wa kiti cha urais atakapoondoka madarakani. Akizungumza mjini Kigali, Rais Kagame amesema kuwa watoto wake ni Wanyarwanda sawa na wengine ambao wanapaswa kuishi maisha ya kawaida. Rais Kagame ameweka wazi kuwa hawezi kumtafutia mtu urais na kuthibitisha kuwa hata mtoto wake wa kike wanemtaja kuandaliwa kuchukua madaraka huenda hataki. Rais huyo wa Rwanda amekuwa madarakani kwa miaka kadhaa akiendelea kujenga nchi hiyo baada ya kupitia katika kipindi kigumu cha mauaji ya kimbari. Miongoni mwa taarifa ambazo umezisikiza leo katika matangazo ya rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio ni pamoja na serikali ya zamani ya Bangladesh iliondolewa madarakani kupitia maandamano ya vijana wa Gen Z. Imesema Marekani ilifadhili vurugu za vijana kupitia shirika lake la misaada la USAID na familia ya rais wa zamani Bill Clinton. Some NGOs, especially from the United States. Baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka Marekani kama USAID na IREI yalikuwa yakiendesha kampeni dhidi ya serikali yetu tangu mwaka 2018. Since 2018, and there is a nexus between the Hillary Clinton family, the Clinton family. Na je, kundi la waasi la RSF la nchini Sudani ambalo limekuwa likiendelea vita vikali dhidi ya jeshi la serikali hiyo linataka nini hasa? Kumekuwepo na hizi tetesi au kauli za kwamba huenda hatua hii iliyochukuliwa na kundi la RSF la kuunda serikali mbadala na ile ambayo inatambuliwa kimataifa ya General Abdul Fattah al-Burhan ikawa nayo ni hatua ya kuelekea kutaka kuimega tena Sudan kwa eneo la magharibi hilo la upande wa Darfur, kuweza kujitenga na pengine hasa kujitangazia taifa lake. Pamoja na hayo, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametoa onyo kali dhidi ya kuingiliwa kwa mambo ndani ya taifa hilo na watu kutoka nje, akisema kwamba baadhi ya nguvu za kigeni zinajaribu kudhoofisha ustawi wa taifa lake. Rais Museveni akisema hayo mara baada ya kukiri kwamba serikali yake iliwateka nyara wanaharakati wawili kutoka nchi jirani ya Kenya. Here, of course, we have very good intelligence. We know them. Like for instance, we have got 2 Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Kufika hapo sina la ziada, msikilizaji wa Arusha One Radio. Mimi ni Awadhi Rashidi. Matangazo mengine ya rubaa za kimataifa atakujia majira saa 12 kamili za jioni.